Rugemeleza Nshala ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tumekusanyika hapa kwa sababu moja kubwa, inatokana na tamko la mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ndugu Ramadhani Kailima aliyotoa mnamo tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, akisema kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitengeneza kanuni za maadili ya uchaguzi na hizo kanuni kuzipeleka kwa vyama vya siasa kuanzia ule mwezi wa 3 na kurudisha maboresho ya mwisho mnamo huu mwezi wa 4 na ile tarehe 4, na mnamo tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2022 ilitakiwa vyama vyote vya siasa vikutane pale Dodoma na kuweza kusaini hizo kanuni, kwani kanuni zinadaiwa kusainiwa na kila chama cha siasa ambacho kinataka kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na chaguzi ndogo ndogo ambazo zitafanyika kuanzia kipindi hicho mpaka mwaka 2030. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, chenyewe akikusaini na tukusaini kwa sababu kubwa za msingi ambazo zinaendana na mparaganyiko mkubwa wa sheria za uchaguzi za nchi yetu, sheria ambazo haziendani kwanza hata na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sehemu kubwa, na haziendani na msingi mkubwa wa dhana ya uchaguzi ambao ulio huru na wa haki. Na kama kunakuwa na uchaguzi au mfumo wa uchaguzi ambao hautuletei uchaguzi ambao huru na wa haki, ni makosa makubwa ya katiba kwa chama chote kile cha kisiasa kushiriki katika uchaguzi huo. Mnamo tarehe 31 mwezi Januari mwaka 1995, Mahakama ya Rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kesi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja Radio Tanzania Dar es Salaam na Azim Premji dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu, ambayo ilikuwa ni kesi namba 30, ni kesi ya rufaa namba 32 na 44 ya mwaka 94, Mahakama ya Rufaa ya Tanzania ilitamka kwa uwazi kabisa katika hukumu yake kwamba msingi mkubwa wa kikatiba wa uchaguzi wa nchi yetu ni kuwa na uchaguzi ambao ni huru na wa haki, na ikasema kama kanuni hizo kama msingi huo unakiukwa, basi uchaguzi huo unakuwa sio huru na wa haki. Ilitoa maagizo hayo, na tulitegemea kwamba Tume ya Uchaguzi ambayo kwayo inaongozwa na majaji jaji mwenyekiti wake ni jaji wa mahakama ya rufaa Jaji Mwambegere, na vile vile makamu wake ni Jaji Mbaruk ambaye ni jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa, na vile vile kuna Jaji Asina ambaye ni jaji wa mahakama kuu, kwamba itakuwa ni tume ambayo inazingatia katiba ya nchi, inazingatia maamuzi ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu juu ya kuipatia nchi uchaguzi huru na wa haki. Sasa hiyo kesi ilisema vile vile kitu pekee ambacho tume haiwezi kaojiwa ni pale inapokuwa imetenda kazi zake au imetimiza wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zilizowekwa. Lakini kama pale inapokuwa imekiuka kile ambacho katiba inasema na kile ambacho sheria za nchi zinasema, basi matendo hayo yanapingika na yanaojika. Sasa kama mtu anaelewa kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge
na madiwani kinaipa tume haki ya kuchapisha kanuni za uchaguzi, lakini haitoi haki ya tume kuzuia mtu yeyote yule au chama chote kile kushiriki katika siasa au katika uchaguzi. Kanuni zinadai kwamba sheria inadai kwamba kila chama kisaini zile kanuni za maadili, lakini kanuni ambazo tumeletewa na ambazo zinatakiwa zimesainiwa siku ya Jumamosi zenyewe kwanza zinasema, na nitaomba niwasomee ili Watanzania wote wajue na waanze kujiuliza, je, haya ambayo tume imesema, ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je, yanaashiria kitu gani? Kanuni ya 1.3 inasema muda wa kutumika kwa kanuni za maadili. Inasema hivi, naomba niwasomee Watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vile vile kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Niambieni hivi leo, nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria? Awe rais, makamu wa rais, hata CCM jinsi ya mambo zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao, hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye tume ya uchaguzi. Kanuni hizi zinaanzaje kutumika? Wabunge, je, bunge limeshavunjwa? Sababu inabidi uangalie ibara ya 38, 39 ya katiba na mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha ubunge inakuwaje na ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado liko kazini. Bunge halijavunjwa. Kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini wa ubunge haujafanyika. Lakini Kailima na wakuu wake wanasema nini? Hizi kanuni zinawabana chama. Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? Tuende kwenye 1.5. Wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa na serikali na tume ya uhuru ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza, kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani akitoa adhabu yoyote kwa kuto kusaini, kinasema kutakuwa na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kufanya nini? Mtu kufungiwa. Na kingine, ndugu zangu, nipende kuambia, haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba. Na muongozo wa sheria wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali vya katiba ambavyo vinazungumzia sifa hizo. Tukienda ibara ya 39 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema, mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi, na katika kipindi cha miaka 5 kabla ya uchaguzi mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Je, kuna sharti za kusema saini maadili hapa? Alipo. Vivyo hivyo tuende kwa wabunge. Wabunge tunapata sifa zao za ugombea ubunge. Kwanza makamu wa rais. Tuanze ibara ya 47 ambayo inasema kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano kwa jumla na hususan atamsaidia rais kufuatilia utekelezaji wa siku wa mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazoagizwa na rais.
atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko katika kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri, mtu atateuliwa, ibara ya 47 kifungu ibara ndogo ya 4 inasema hivi: mtu atateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi, hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Chama akitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingineko. Sasa ambacho hoja ambayo naizungumzia hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe huwezi kufanya nini? Huwezi kuwa mgombea. Tunakwenda katika ibara ya 67. Ibara ya 67 ni ya msingi sana na naomba niweze kuinukuu kwa upana wake. Ibara ya 67 tunakwenda katika ambayo inazungumzia kwa upana wake sifa za mgombea wa kiti cha kuwa mbunge na masharti na vitu ambavyo vinamnyima haki mtu kuwa mbunge. Ibara 67 inasema hivi: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii, mtu yeyote atakuwa na sifa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge endapo ni raia wa Jamhuri ya Muungano aliyetimiza umri wa miaka 21 na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza. B, ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. C, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Ibara 67(2), mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yote, au ikiwa kwa mujibu wa sheria inayotumika katika Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili, au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika kipindi cha Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi 6 kwa muda unaozidi miezi 6 kwa kutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa linaloambatana na utovu wa uaminifu, au ikiwa katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu amepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu na uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake, kuamini atakayo, kushirikiana na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. Ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa serikali au aina yote aliyowekewa miko maalum kwa mujibu wa sheria tungwa na bunge na iwapo amekiuka miko hiyo. Ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikiwa kwa mujibu wa sheria tungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yote, mtu huyo amezuiliwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge, alafu uchaguzi wa wabunge. Ibara ya 40 na ibara 67 ibara ndogo ya 2, mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuhakikisha jimbo la uchaguzi katika uchaguzi mkuu wowote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wowote ikiwa yeye ni rais. Na bunge sasa limepewa madaraka ya kutunga sheria za kuongoza kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67 ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na kuhakikisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Maana kama mtu alichaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi. Ya 5,
bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti atakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakatajwa na bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka 5. Ikiwa mtu huyo atapatikana na hatia mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakayotajwa katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa bunge, makosa ambayo imetajwa na nini, na sheria hiyo, kwa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yote alithibitisha rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili. Kama mtu ana ugonjwa nini wa akili, na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa. Kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini, na tume ya nini, ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi, na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waridi Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994. Na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanywa kila aina ya mizengwe, na alifanywa kampeni ya ajabu, ikiwa pamoja na rais aliyekuwepo wakati huo, Rais Ali Hassan Mwinyi, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema, na wengineo wengi, pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya nini, kuendesha kampeni chafu dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya nini, kugombea. Mahakama ya rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini, kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba tume kwanza, kanuni zilizotungwa hazijaanza kufanya kazi. Kanuni hizo vile vile hata kwa zenyewe, yani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeeleza kwamba hicho kitu hakijafanyika, na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea. Na ndio hapo mambo sasa mtu Kailima anasimama na akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini, vya siasa. Sasa hii si sawa. Msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao, na wananchi waamue katika kura kwamba fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kila kura inayopigwa ihesabike, wagombea wote wawe katika uwanja ambao ni nini, umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni campaign ya Chadema ya no reforms no election, kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo wa nini, wa uchaguzi ambao tumeushuhudia tokea ule mwaka wa 94 ambao Jaji Nyalali na wenzake, Jaji Mkuu Nyalali na wenzake walitamka
tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine. Hawa wenzetu wa CCM, katika kesi ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima, wa taasisi tatu zilikwenda mahakamani. Taasisi tatu zilikwenda mahakamani na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama Kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi, iwe t-shirt, iwe kuwapa watu chakula, siku hizi kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini? Ni matendo ya nini? Ya rushwa. Mmeona mambo yanaendelea hivi sasa. Mwezi uliopita wale ambao ni wabunge na wengine nani wanasema nini? Wanafutarisha kila nini? Kila maeneo. Eti matendo ya ukarimu. Miaka yote walikuwa wapi? Lakini mahakama ya rufaa ilitamka kwamba swala yote ambayo yanahusiana nini na takrima ni nini? Ni kinyume cha katiba na inakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa, mahakama kuu ilipotamka hivyo, nitaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa, maana yake ilikubaliana na uamuzi wa mahakama kuu. Kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi wa mwisho kuhusiana na masuala nini ya kutoa zawadi, kufanya matendo ambayo nini ya kuwapatia watu t-shirt na kila kitu. Mahakama Kuu ilisema hivi: as correctly submitted by the advocates for the petitioners, the enactment of the takrima provisions is a very dangerous approach in the whole process of conducting elections. It amounts to building a culture which, if sustained, will lead this nation to a bad destination. People should get the opportunity to think freely and decide freely, and should not be subjected to influences of takrima. They should also be left to learn that it is their responsibility or duty to elect competent candidates and not those who are able to influence voting by offering takrima. Naomba tafsiri. Mahakama Kuu ilitamka ifuatavyo: kama ilivyosemwa na wakili waleta maombi, kuingizwa kifungu cha takrima ni hatua ya hatari sana katika mchakato mzima wa uchaguzi. Ni sawa na kujenga utamaduni ambao kama ukiachwa utasababisha taifa hili kufika katika hatima mbaya. Watu lazima waachwe kuweza kufikiria kwa uhuru na kudecide na kuamua kwa uhuru, na wasiwe wasisababishwe kufikiria kutokana nini kwa njia za wasishawishiwe na masuala ya takrima. Lazima waachwe kujifunza utamaduni huo, unaoelewe kwamba ni jukumu lao kuchagua viongozi wanaostahili na wenye uwezo kwa maana kwamba nini, wanaostahili kufushika nini hizo nafasi, na sio wale ambao wanaweza kuwashawishi kwa vishawishi vya nini, vya takrima, zawadi na kila vitu vya namna hiyo. Hapo ndipo tulipo. Mmeona takrima zinaendelea. Hujawahi kusikia tume ya uchaguzi inasema takrima ni haramu. Mfumo mzima saizi mwenye pesa ana uhakika kufanya nini? Kuchaguliwa kuwa nani? Kuwa kiongozi wa nchi yetu, kuwa kiongozi, kuwa mbunge wetu. Yote haya ndio ambayo Chadema inasema hatuwezi kuwa na mfumo ambao umeshavurugwa namna hii. Mnaona katika kesi hii ya Dr. Amani Wadi Kaburu, mahakama ya rufaa ilikemea tabia ya kutumia rasilimali za umma kumnufaisha mgombea wa chama kimoja. Tuangalie rasilimali za serikali saa hizi, mifuko mbalimbali ya serikali inaitwa Samia. Kwa maana gani? Maana yake ni kumfanyia kampeni haramu. Ni kampeni haramu, na narudia, ni kampeni haramu. Na usingetegemea kwamba unaweza kuwa na rais anaweza kubali kufanya nini kukiuka hicho kitu. Vile vile kuna mambo mbalimbali, si Samia Bond, goli la mama. Bunge lilipitisha wapi goli la mama? Ni kampeni haramu. Umeona magari na kila kitu, vitu mbalimbali vile vyote
Watu wanapewa kila kitu ni Samia, Samia, Samia. Uwanja wa uchaguzi hauko sawa. Mfumo wa uchaguzi mzima umeharibika. Unahitaji mabadiliko, unahitaji kuundwa, kusukwa upya. Ndio maana Chadema nasema no reforms, no elections. Chadema katu kamwe haitaomba huruma, isani au fadhila kutoka kwa wananchi au kwa serikali. Chadema inapigania haki yake ya kushiriki katika mfumo huru na wa haki wa uchaguzi. Chama hiki hakihitaji fadhila. Chama hiki kinajengwa na hoja. Hoja zake ni kuwashawishi wa Tanzania waone kwamba kina viongozi ambao wanaweza kufanya nini kuiongoza nchi hii. Watawafanya waweze kubadilisha maisha yao, waache kuwa wataalamu